Nimepitia mkataba, nimeusoma wa pande zote mbili kwamba walisaini mkataba Mei 13 mwaka 2022, mkataba ambao ulianza kutumika tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2022, na ni mkataba wa miaka 15. Na baada ya kupitia mkataba, tumeruhusu pande zote mbili ziwasilishe hoja kwa nini wanafikia kuvunja au kuvunjika kwa mkataba. Kwa hiyo tumepokea hoja mbalimbali, lakini kikubwa kwenye kipengele cha 6.4 kinaeleza wazi kwamba kabla mkataba hujavunjwa basi kutakuwa na mambo matatu ya kufanyika. Kati ya hayo, moja ni pande zote mbili kukutana na kuzungumza, lakini la pili wanaweza katafuta mtu wanayeona katika usuluhishi, na ikishindikana basi wanaweza kwenda katika mahakama ya biashara Dar es Salaam. Lakini pia kuna kipengele cha 6.5 kinaeleza kwamba mkataba pia unaweza ukavunjwa endapo upande mmoja usitimize majukumu ya kulipa, na hayo kuna maelezo yake ya malipo. Sasa baada ya kupitia vipengele hivyo, tukataka kujua ukweli kwamba ni kweli kwamba mkataba huu unavunjwa kwa kifungu cha 6.5, kwa maana mpangaji hajalipa kinachotakiwa. Kwa hiyo mimi na wenzangu, kwa maelezo tuliyoyapata, ni kwamba upande mmoja wa landlord unasema kwamba tunakudai dola 26,000, na upande wa mpangaji na wenyewe unasema sisi hatudaiwi. Kwa hiyo hapo tumepata shida kwamba nani mkweli katika hili, na pande zote mbili zimewasilisha dokumenti kwamba upande wa landlord ametoa takwimu zake na invoice ya mwisho na mawasiliano ya mwisho, lakini upande mwingine nao umewasilisha dokumenti za kuonyesha malipo. Kwa hiyo wameshinda kuafikiana kwamba upi ukweli katika jambo hili. Sasa tulichokigundua katika mazungumzo haya ni kwamba mahusiano kati ya pande zote mbili yameyumba, na kwa sababu hiyo hata sisi ambao kama serikali tuliowaita katika hili linakosa nafasi ya kuwa sehemu ya usuluhishi. Na hata isingekuwa serikali, sioni nia ya upande mmoja kuweza kutaka hata msuluhishi wanayemuona wao kwa pamoja wanaweza akamtumia. Na kwa maana hiyo, kwa mazingira haya na haya ambayo tumeyaona, ni wazi kwamba serikali imetimiza wajibu wake wa kutaka kuhakikisha kwamba jambo hili alileti uvunjifu wa amani, lakini la pili, angalau katika hali ya kiutawala kuweza kuwakutanisha na waweze kuongea na kuwashawishi, na tumefanya jitihada hivyo. Nitumie nafasi hii kusema kwamba wenye kulimaliza jambo hili ni mpangaji na landlord. Wao wenyewe waone kama watakaa ni sawa, lakini kama hawezi kukaa basi jambo hili likaamuliwe katika vyombo vya sheria na hasa mahakama.